Uhali gani mtazamaji wa Zone Media, jina langu naitwa Victor Moshi. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, amehukumiwa kifo. Mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetoa hukumu ya kifo dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila baada ya kumpata na hatia ya makosa mazito ikiwemo uhaini, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hukumu hiyo ilitolewa tarehe 30 Septemba 2025 jijini Kinshasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kabila hakuwapo mahakamani wakati wa kusoma kwa hukumu hiyo na hakuwa na wakili aliyemwakilisha, jambo lililopelekea hukumu hiyo kutolewa in absentia. Kwa mujibu wa AP News, mashtaka yaliyomkabili Kabila yalihusisha usaliti, mauaji, mateso, unyanyasaji wa kijinsia pamoja na kuhusiana na makundi ya waasi M23 ambayo yamekuwa yakifanya ghasia mashariki mwa DRC. Aidha, mahakama ilimwamuru Kabila kulipa fidia takriban dola bilioni 50 kwa serikali na kwa waathirika wa uhalifu anaodaiwa kuyahusiana. Ripoti ya Le Monde inasema Kabila alipoteza kinga ya kisheria mwezi Mei 2025 baada ya Seneti ya DRC kupiga kura ya kuiondoa. Hatua hiyo ilifungua njia kwa vyombo vya sheria kumfungulia mashtaka kwa mara ya kwanza tangu aondoke madarakani mwaka 2019. Serikali ya sasa chini ya Rais Felix Tshisekedi inamtuhumu Kabila kwa kuunga mkono waasi wa M23 na kwa kuhusika na vitendo vya ukatili vilivyofanyika mashariki mwa nchi hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa na mashirika ya haki za binadamu wanasema kesi dhidi ya Kabila inaweza kuwa na misingi ya kisiasa. Kwa mujibu wa AP News, baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba hukumu hii ni sehemu ya mapambano ya madaraka kati ya utawala wa sasa na mtandao wa kisiasa wa Kabila ambaye bado ana ushawishi mkubwa ndani ya DRC. Licha ya hukumu hiyo ya kifo, haijulikani iwapo itatekelezwa. Kwa mujibu wa Reuters, DRC imekuwa na hali ya kusitisha kwa muda mrefu utekelezaji wa hukumu za kifo tangu mwaka 2003, ingawa serikali ilitangaza mwaka 2024 kwamba ingeanza tena utekelezaji wake kwa kukabiliana na vitendo vya ugaidi na waasi.